Ndio Bwana. Zote ni zako wewe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana majeshi ndilo jina lako. Wastahili utukufu, wastahili sifa, wastahili heshima. Maana mwana kondoo Mungu ulikuja, Bwana, katika upande huu, ukatuokoa kutoka mautini, na ukatuingiza ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lako. Baba, tunali
pokea utukufu na sifa na heshima. Baba, ni majira mengine tunahitaji neema yako, ni majira mengine tunahitaji msaada wako, nami mtumishi wako Bwana ninanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, ukanitumie Bwana kwa ajili ya saa hii. Tumia kinywa changu, tumia ufahamu wangu, tumia roho yangu na nafsi yangu, ukanitumie Bwana nikapitishe kile ambacho nataka kitoke saa hii, na katika mambo yote utukufu na sifa na heshima ni zako, katika jina la Yesu, amen. Amen. Tuketi watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise hujafikia papa nasema hebu tufikishe hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tuna bahasha zitarudi siku yetu ya kesho. Ni sadaka ya shukrani kwa Bwana kutupa neema ya huduma majira haya. Bwana Yesu asifiwe. Ni bahasha yako kwa Bwana. Kesho uje na sadaka ya shukrani kwa Bwana jioni, kumshukuru Bwana kutupa neema na kibali cha kuwepo kwa semina hii. Mimi kwangu pia ni muujiza kwa na hii semina. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwa ajili ya bahasha. Ninapomalizia kumwabudu Mungu, karibuni mgawe bahasha hizo. Na mimi nipe ya kwangu moja. Nipe moja ya kwangu. Nipe ya kwangu moja. Na sababu ya kumshukuru Mungu binafsi. Binafsi namshukuru sana Mungu kwa neema yake, imetuwezesha kufika hapa tumefika, ni kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekuwa tuna semina yetu imani inayodhihirisha nguvu ya ufufuo, na kwa wale ambao tumekwepo toka siku ya kwanza, sasa tunaanza kuona mwelekeo, tunaanza kuona dira. Na jana tulipata nafasi ya kushughulikia mauti kwenye uchumi na kuruhusu nguvu ya ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wale ambao tumeshiriki maombi ya jana, ni kitu kipana, ni kitu kikubwa. Kwa hiyo amini Mungu amekusaidia na utaanza kuona michakato ya kuanza kupanua kwa uchumi wako. Kuna mtu anaitwa Yabesi anasema, lao Bwana ungenibariki kweli kweli na kuipanua hozi yangu. Sasa haya maombi ya jana yatapanua milango ya mafanikio, lakini mafanikio yakiingia yatakaa na kutoa matunda ambayo yanapaswa kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tuingie moja kwa moja kwenye ujumbe wetu siku ya leo. Ujumbe leo tuna kipande kifupi kinachosema kuihukumu miungu ya baba zetu. Kuihukumu
miungu ya baba zetu. Ni kipande ambacho neema Mungu imeruhusu tupite hapo kuihukumu miungu ya baba zetu. Kitabu kile cha Kutoka 12 mstari wa 12, kuihukumu miungu ya baba zetu. Kutoka 12 na mstari wa 12. Kutoka 12 na mstari wa 12, kuihukumu miungu ya baba zetu. Biblia inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Bwana asifiwe. Kuihukumu miungu ya baba zetu. Sasa hapa kwenye taifa la Misri, kiungo cha miungu na wanadamu, lango lilikuwa mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza kwenye nchi ya Misri alikuwa ni kiungo kati ya miungu na wanadamu, lakini kati ya miungu na kizazi. Sasa ule mfumo ulishughulikiwa kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri wote, ikahukumu miungu ya Misri, ikakosa nguvu ya kuwazuia taifa la Israeli kuondoka kwenye nchi yao ya Kanaani kwenda nchi ya ahadi. Na sasa ule mfumo wa mzaliwa wa kwanza kuwa kiungo cha miungu na kizazi mpaka leo unafanya kazi, mpaka leo unaishi. Mungu ndio maana akaambia taifa la Israeli, mzaliwa wa kwanza kwangu ni wa kwangu, ili kama mnataka kumkomboa mzaliwa wa kwanza, wakaweka na utaratibu wa sadaka, kwamba kuna sadaka ya njiwa, na hata kipindi Bwana Yesu amezaliwa, kwa zile taratibu ilibidi apelekwe madhabahuni na akatolewa sadaka ya mzaliwa wa kwanza, lakini akatahiriwa siku ya 8. Kwa alikuja kama mwanadamu na akafanyiwa kila kitu kama mwanadamu kwa ajili yetu sisi. Sasa sisi, kila mzaliwa wa kwanza kwenye familia ni kiunganishi cha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili kiibada. Mzaliwa wa kwanza popote kwenye familia anaunganisha ulimwengu wa roho na wa mwili kiibada. Sasa kama mzaliwa wa kwanza hajaombewa vizuri, ni rahisi sana miungu kupitisha kitu, na inapopitisha kwake inaathiri kizazi kizima. Sasa kama kwenye familia mpo 10, vitu ambavyo vinampiga mzaliwa wa kwanza utaviona vinaathiri wengine wote, lakini ushindi wa mzaliwa wa kwanza ni ushindi wa wengine wote. Haleluya, haleluya. Sasa kama una watoto, maombi yako ya kutosha yaweke kwa mzaliwa wako wa kwanza, maana miungu ya kwenu inamtamani kuliko almasi, na Mungu anamhitaji kuliko mboni ya jicho lako. Mzaliwa wa kwanza kiroho ni wa thamani sana, ni wa muhimu sana, lakini si mzaliwa wa kwanza tu, na mzaliwa wa mwisho kwenye familia. Haleluya. Mzaliwa wa kwanza ni lango la kiibada. Ulimwengu wa roho ili ufanye kazi kwenye kizazi unahitaji mzaliwa wa kwanza, lakini mzaliwa wa mwisho kwenye familia
amewekwa special kuendeleza mila na desturi za familia. Ndio maana makabila mengi, mtoto wa mwisho ndiye anayerithi mji wa baba yake. Huko kwenu ipo hiyo? Ipo Sasa makabila mengi, ile nyumba ya baba aliyoishi anapewa mtoto wa mwisho. Kama mtoto wa mwisho amepewa ule mji, ina maana ataendeleza mila na desturi. Sasa hata kama hamzifanyi, kama hajaombewa kama lango la kurithi mila, atarithi hata kama hataki, na kama hajarithi maisha yake yananyongwa. Sasa hii ni mifumo katika ulimwengu wa roho. Tusipojua namna gani ya kumwombea mzaliwa wa kwanza na wa mwisho, wapo vitani. Kama na watoto wako, ombea sana mzaliwa wa kwanza, ni lango la kizazi. Lakini ombea sana mzaliwa wa mwisho, ni lango la ibada na matambiko na desturi za familia za ukoo. Asikiaye na fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa tunapofanya hivi, tunahukumu miungu ya familia inakosa mahali pa kujikita kuendeleza vitu vya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Nafika wazazi wenye miaka 50, 60, 70. Ukiangalia sana, mtoto wako wa kwanza amepata changamoto zaidi kuliko wengine. Kwa nini? Anagombaniwa ulimwengu wa roho. Anagombaniwa. Mungu saidie sana. Kwa Mungu akashughulikia kwa kuua uzaliwa wa kwanza wote, na baada kile kitendo, Biblia nasema akaihukumu miungu ya Misri. Sasa na sisi ili tushinde, ni lazima tuingie kwenye maombi ya kushughulikia milango ambayo inapitisha wazaliwa wa kwanza kuwa malango ya miungu. Kwa mfano, lango lingine la miungu kwenye familia yetu ni kurithi majina. Bwana Yesu asifiwe. Hata kibibilia, nafikiri makuhani wako hapa na theolojia wanaelewa. Alipoambiwa mzee Zekaria ampe mwanae jina, mama yake akasema aitwe Yohana. Wakasema, mbona katika mbari yao hakuna hilo jina? Hasa kaambia mzee, si umekuwa bubu? Kaambia, chukua kibao, tuandikie mtoto aitwe nani. Alipoandika Yohana, ile yo a ya mwisho akaweza kuongea, ububu ukaishi. Lakini waliuliza, katika mbari yenu mbona hakuna Yohana? Kwa hiyo hata kwenye mila na desturi za Kiyahudi, mtoto alipewa jina la kurithi ndani ya familia. Sasa kuna sababu za kiroho. Kwa mfano, baba yako mzazi, miungu ilimtumia kuwa mlevi. Kuna ulevi unamkuta mtu mjini, lakini kuna ulevi upo ndani ya ukoo. Ni moja idara za miungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa masomo yangu yamesogea sana. Nimewaletea vitabu sivi, nimeshanunua vingapi mpaka sasa. Lakini ili upate kitu kukusaidia sana kuvuka walipo, nunueni hata kitabu kimoja, watu wawili nachangia, alafu mazako anasoma na wanasoma. Kule tumeshughulikia vita wa maskini, lakini tumegusa sasa pale kuna mbinu za kushughulikia agano la maskini.
zinakupa ufahamu mpana, sababu hatuna muda wa kutosha kufundisha kila kitu kwenye vita ya maskini. Lakini hapa kuna kuvunja pia agano la mauti. Sasa hatuna muda wa kutosha kufundisha kwa kina haya mambo. Kuna gusagusa, lakini pale yako kwa wingi. Agano la zinaa pale lipo kwa wingi. Haleluya. Sasa baba alikuwa na wanawake watatu. Babako alikuwa na wanawake watatu waliojulikana, lakini wale wasiojulikana wanafika 30. Kwa waliojulikana ni fungu la 10 la wake zake. Yaani waliojulikana wakazana watoto ni wangapi? Watatu. Lakini hawa watatu ni fungu la 10 la wake zake. Sasa baba yako anaitwa Mathayo ni vizuri, lakini unapompa mwanao jina la Mathayo, kama baba alikuwa na wanawake watatu wa kuoa, Biblia inasema wazi, azine na kahaba amekuwa mwili mmoja naye. Kwa hiyo unapozini na mwanamke kiroho, umefunga ndoa, mmekuwa mwili mmoja. Sasa baba yako kwa waliojulikana ni watatu, wasiojulikana ni 70. Kwa hiyo kwa jinsi ya rohoni ana ndoa 70, alafu nampa mtoto jina la baba yako. Sasa yeye anapiga maraizi, anapiga dabu. Sasa amerithi jina, ndani yake babako alitumikisha na miungu ya zinaa. Kwa hiyo akipewa jina, hapewe tu jina, anakuwa ni kiti cha miungu kwenye nini? Zinaa. Kuna watoto huku wa Wakristo ni viperuperu zaidi ya nini? Ya viperuperu. Anatembea na sketi iko mkononi, ni viperuperu zaidi ya nini? Lakini angalia, uliyempa jina ni mtu aina gani? Yaani kuna watoto wetu huko ndani, yaani utakuja tu kukuletea mjukuu wa kwanza, haujakaa wa pili, haujakaa wa tatu, lakini jiulize jina ulompa alikuwa na kitu gani cha namna hii? Sababu yako alikuwa cha pombe. Kule kwetu nyumbani kule kaskazini tuna ibada yetu wanaita kamtaso wa pale, lakini Wachaga wanaita kivyao. Yaani kule kwa Wachaga mbege ni sehemu ya ibada. Yaani mbege sio ulevi, ni ibada. Kwa hiyo lazima kale ka ibada karidhishe watoto. Alafu anakuambia pombe sio, yaani wanakuambia mbege sio pombe. Pombe ni bia. Lakini mbege sio nini? Sasa baba alikuwa anakunywa mbege maisha yake yote. Umempa mtoto jina, miungu imetoka kituo, imeingia nini? Na hiyo nguvu itapata kasi baada baba yako kufa. Urithi una nguvu kwa mtu mwenye jina anapokufa. Sasa katika ulimwengu wa roho, tunaposema kuhukumu miungu, kuanzia leo kwa jina la Yesu, usimpe mwanao jina la baba yako wala mama yako, usihamishe miungu. Kwa tunaposema kuna watu navunja miungu, nafunga miungu, unaifunga afu unaifungulia tena. Yaani hata mimi Mungu akinipa neema, watoto wangu akisema watoto wasiwape jina lako. Maana nilishachafuliwa huko nyuma, kabla sijampata Yesu nilikuwa mchafu. Sana tamani wakawape majina ya kwao. Sawa sawa. Sawa sawa. Sasa naanza hawa kizazi chetu, ambie mwanangu chonde, omba jina la mtoto kwa Yesu, usimpe la kwangu. Maana jina la Yesu limetoka mbinguni. Nasema naye ataitwa nani? Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Sasa omba upewe jina, usichukue la babu na beba unahamisha miungu. Yeye unahamisha madhabahu iwe hai kwa mjukuu. Anasema akahukumu miungu.
Huo ndio mfumo wa kuihukumu miungu. Niache hapo, nikiingia ndani zaidi muda hautoshi. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli 16 mstari wa kwanza hadi wa 6. Kitabu cha Ezekieli 16. Ezekieli 16. Ezekieli 16 mstari wa kwanza hadi ule wa 6. Biblia inasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu awaambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lilokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. 6. Nami nilipopita karibu nawe, nikakuona unagaagaa katika damu yako, nalikwambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikwambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mavurugu yote tunayoyaona sasa kwenye familia, kwenye uchumi, kwa watoto, kwenye ndoa, kwenye huduma, kuna vitu vinakwama. Sasa hapa anasema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu asema, uambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako. Haleluya. Kwa hiyo jinsi ulivyo leo haijaanzia kwako, chanzo chake ni asili yako ya kuzaliwa. Asili yasema yatoka kwako, kutoka katika nchi ya Mkanani. Haleluya. Ardhi ya familia imeratibu maisha yako yote, mwanzo mpaka mwisho. Ile nchi iliyokupokea ya ukoo, ile ardhi ya familia, kwa kadri waliofanya matambiko vizazi vinne, hiyo ardhi inashika hatima ya maisha yako. Lakini anasogea nasema, baba yako na mama yako, asema Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa nani? Mhiti. Sasa anaposema Mwamori na Mhiti, anazungumza habari moja makabila 7 ya Kanani ya zamani. Kwa hiyo sema baba ni Mwamori, kwa masema asili ya baba yako ni mpagani na asili ya mama yako ni upagani, na ulipozaliwa ukaridhisha upagani kwa njia ya kitovu na kwa njia ya kiuno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaponiona niko hapa, kwa mama nimekaa miezi 9, wastani miezi 9 au labda mpaka 10. Lakini kwa baba nilishaishi miaka mingi ndio nikaingia kwa mama. Kwa hiyo kwa baba inaniunganisha kwa baba na vizazi 4. Jamani, sinaelewa. Mbegu sipo kwa baba. Kwa hiyo mimi nilikuwa kwenye kiuno cha baba,
lakini na baba alikuwa kwenye kiuno cha baba yake ambaye ni babu, lakini na baba alikuwa kwenye kiuno cha babu yake. Kwa kiona hapa nimesimama, kabla sijazaliwa nilishaandaliwa maisha vizazi vingapi? 4. Baba, babu, babu na babu. Kwa matokeo ya sasa yapo kwenye mfumo wa vizazi 4 kabla sijazaliwa. Kwa maana Mungu anasema na wapatiliza wana kwa maovu ya kizazi cha 3 na cha ngapi? Kwa mapatilizo nayopitia leo, labda 5% ya kwangu, lakini 95 si ya kwangu, nimerithishwa na wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiona pale kwa Ibrahim kwenye kitabu kile cha Ibrania 9:10, 7:9-10, Biblia inasema Lawi anapokea sehemu ya 10 kwa sababu alitoa kwenye kiuno cha Ibrahimu. Hapo Ibrahimu alipotoa fungu la 10 kwa Melkizedeki, Lawi alikuwepo kwenye kiuno chake, na yeye akatoa pamoja na Ibrahim kupitia kwenye kiuno. Kwa hiyo maisha, sababu Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa na ndugu zake 12 na dada yao moja Dina. Kwa hiyo sadaka ya Ibrahimu iliachilia maisha yake, maisha ya kizazi cha 2 na cha 3 na cha 4. Kwa maisha ya Lawi yalianza kutengenezwa siku Ibrahimu anatoa sadaka kwa Melkizedeki, kuhani wa Mungu. Kwa anazaliwa Lawi, amesharatibishiwa maisha na namna ya kuishi na baraka zake. Anapewa fungu la 10 kwa sababu Ibrahimu alitoa fungu la 10. Kona wewe unachika kwenye ndoa, sababu mama anachika kwenye ndoa, huolewa sababu yako alioa wake 7, kwamba kuna vitu vilisharatibiwa. Kwa tunaposema kuhukumu miungu, lazima tukate huo muunganiko kwa maombi, na sio maombi ya siku moja tu, ni maombi endelevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kiwango cha kujitenga, nasema kitovu chako hakikukatwa. Sasa kwa baba tunaunganishwa na kiuno. Kwa mifumo ya ibada ya baba inatunganisha na kiuno chake vizazi 4, lakini kwa mama ni miezi 9 tu. Haleluya. Lakini wamama SM na shuhudi kati ya walogaji wakubwa duniani, wamama wapo. Mmenisikia vizuri? Ndani ongea kwa sauti na mchungaji asikie. Kati ya wachawi wakubwa kutulogea watoto ni wamama. Hebu jiulize, kwa nini Mungu amwambie Yeremia, nimekutenga toka tumboni mwa mama? Kwa nini? Hebu kutakasa toka wapi? Tumboni. Lakini tunapata zaidi kwa mamake na Samsoni. Akaambia mama, wabeba mnadhiri tumboni, kwambia kuanzia leo usile nyamafu wala kilevi, maana alacho mama anakula mtoto, aongeacho mama anaongea na nani? Akitukana mama na mtoto anafanya nini? Akizini na mtoto anafanya nini? Sasa shida wa mama walivyoumbwa, wana maneno mengi zaidi ya chini inapopiga na nini, inaposhona nguo. Sasa kama na maneno 2000 kwa siku, mtoto wako tumboni anapokea vitu gani kupitia kinywa chako? Piga mahesabu, kipindi na mimba zako, watoto wale walogaji. Ikabidi Mungu aingilie kati, asema sasa namleta Yeremia, lakini lazima nipite tumboni nimpe kinga ya mama yake. Lakini Samson nimpe kinga ya mama yake. Kwa hiyo athari nyingi ya watoto
ni chanzo chake ni mama miezi 9. Miezi 9 inazaa makombora ya hatari duniani. Haleluya. Amen. Wakoko umewalogaji wako, kwa sababu unachokifanya una store kwenye ile mimba tu. Fikiri Mariamu amekuja kama Magdalena, aliposogea tu ile mama akasema, ile mama Elizabeth mamake na Yohana akasema, niliposikia sauti ya kusalimia kwako mtoto akaruka kwa furaha wapi? Tumboni. Akajaza Roho Mtakatifu tokea wapi? Tumboni. Kwa hiyo mtoto anasikia, anaona, anaelewa. Biblia inasema wazi, wasio haki wamejiteka toka siku ya kuzaliwa kwao, toka tumboni wamejifunza uongo. Wasio haki wamejitenga toka siku ya kuzaliwa, toka tumboni wamejifunza. Kajifunzaje? Mama ukiwa mwongo na mimba, kanajifunza uongo tumboni. Mama hapo ni haleluya. Inabidi mrudi tena leba kwa huku, yaani mrudi tena mkawazae mara ya pili kwa maombi, uanze toba toka siku imetungwa. Afu Daudi anaongea bomo la atasema hivi, mama yangu asema naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alichukulia mimba hatiani. Naliumbwa katika hali ya mama alichukulia mimba nini? Hatiani. Ile siku kuna ugomvi wa kufa mtu, ndio mimba ikatungwa. Anatoka na ugomvi wa kufa mtu. Na maana Biblia ikasema, fikira ndio kwa siri asema kwamba jua lisicho uchungu haujafanya nini? Haujawatoka. Ni fumbo baba wachungaji. Jua lisicho uchungu haujatoka. Ya basi anasema mamaye alimwita, basi kwa sababu nini? Alimzaa kwa huzuni, akamwita huzuni. Alipokuwa akamlinga akasema, Bwana, uovu usiwe kwa huzuni yangu. Kwamba alimzaa kwa huzuni na uovu umesimama unamlinda aishi maisha ya huzuni, akalifuta. Nimekaa kidogo hapo. Kitovu cha mama miezi 9, lakini kinazaa makombora ya kutosha, kinazaa mabomu ya nyuklia miezi 9, lakini baba anaandaa makombora vizazi 4. Sasa tunaposema kuhukumu miungu, kama ni mama, ombea wanao watenge na kila ambacho uliwapa wakiwa tumboni. Toka siku mimba yake imetungwa mpaka siku anazaliwa, dhamana ya mtoto ipo kwa mama. Ndio maana akasema toka tumboni nimekutenga, toka tumboni nimekutenga Yeremia. Kwa hiyo una nafasi ya kuhukumu miungu kwa kufuta tabia ambazo uliziingiza wewe kwa watoto wako. Lakini una nafasi ya kuomba kujitenga na asili ya kwenu. Maombi haya katika ulimwengu wa roho yanahukumu miungu yako na inakosa mlango wa kupigia maisha yako. Kama umepewa jina la bibi, angalia maisha ya bibi, alafu mkate ulimwengu wa roho wako, umekuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nimekukuta kwenye damu na gaga, lakini akasema nikakwambia ingawa upo katika damu lakini uwe hai. Sasa inatupa sita, anasema nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigaga katika damu yako, nalikwambia ijapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikwambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai.
Haleluya. Sasa tunapata matokeo kwamba pamoja na mavurugu yote hayo, tunaweza tukahukumu miungu kwa njia ya maombi na ikaachia maisha yetu kwa asilimia. Kwa nini? Anasema tuwe hai. Ile nguvu ya ufufuo inafanya kazi kwako, hata kama umefungwa na kiuno cha baba, maombi yako yanakutenga. Hata kama umefungwa na kitovu cha maombi yako, asema ingawa una hali ya kuwepo kwenye mazingira duni na uharibifu, lakini bado iko neema ya kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Mambo ni mazuri, muda nao hauruhusu. Kolosai 1:13 utakwenda kusoma hapo. Alipotoka kufanya mwana wa pendo lake, utasoma hiyo. Ni habari ya kuhamisha toka ufalme wa giza kwenda ufalme wa nuru. Kwa hiyo kwa kadri unavyoomba haya maombi katika ulimwengu wa roho, unahamishwa. Kitoko unachokata unahamishwa. Vile vinapokuachilia unahamishwa kutoka ufalme wa giza kwenda ufalme wa Mungu wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye kitabu kile cha Waamuzi. Kitabu kile cha Waamuzi 6:26. Kitabu cha Waamuzi 6. Kitabu Waamuzi 6:24. Utasoma hapo. Biblia inasema hivi: ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaliita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi hilo iko huku katika Ofra ya Abiezeri. Ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako na ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukayangushe madhabahu ya baba ya Baali aliyo naye baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu naye, ukamjenge Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ng'ombe hii kwa taratibu zake. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera uliyoikata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Sasa huyo ni Gideoni anaitwa, lakini anapoitwa anasema, nitafanyaje kazi yako na umaskini huu? Nampenda sana Gideoni. Alitafuta kujua namna gani Mungu atampa nafasi ya kumtumikia, lakini alihudhurisha kwa Mungu vikwazo vitakavyomzuia asimtumikie Mungu wake vizuri. Kimojawapo umaskini. Sasa Mungu akamwambia ule umaskini chanzo chake, kuna miungu ya baba yako inaleta huo maskini. Sasa ili uvuke ile madhabahu ukaiangushe. Cha kwanza alijenga madhabahu ya Mungu. Madhabahu ambayo aliyojenga ile madhabahu ikampa maelekezo. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia kwamba kabla ya kushughulikia vita ya miungu, lazima wewe uwe na madhabahu ya Mungu yenye nguvu kwanza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa semina hii tumechenga madhabahu ya Bwana kwenye hii semina, na ndani ya semina tumepata maelekezo ya maombi. Sasa haya maelekezo ukiyafanyia kazi, mimi nakwambia ni muda mfupi, yale maisha uliyofeli miaka yote ghafla unachanua. Sababu Gideoni alipopata yale maelekezo, ya madhabahu ilipoanguka na maskini uliishia pale baba. Alifanya kazi kubwa na ikafanikiwa. Kwa hiyo hatima yako ipo kubwa sana, lakini chanzo ni madhabahu ya baba yako. Kama tukasema leo kuhukumu Mungu wa baba zetu, kuna hukumuje? Cha kwanza, kama hujaokoka lazima uokoke. Sawa sawa. Kama madhabahu ya kwanza kabisa ni kuokoka.
Baada ya kuokoka, hatua ya pili ni mchakato endelevu wa maisha, ikiwa kuangalia aina ya mila ambazo ni za miungu na kuziacha. Sasa unasikia kwamba mwaka huu tuna ibada ya kifamilia, inataka mbuzi, twende tukafanya ibada nyumbani. Lazima uulize, hiyo ibada ni ya namna gani kabla hujatoa sadaka yako? Kabla hujatoa hiyo fedha kununulia mbuzi, lazima ujue hiyo mbuzi ni kwa ajili ya nini. Sasa kuna wengine wanakuambia, bwana, tunapenda kujengea makaburi. Mnatoa mchango kujengea makaburi, lakini akishajengwa anaandaliwa ng'ombe ifanyike tambiko ya kukamilisha ujenzi wa makaburi. Ni ibada ya kuzimu kabisa imefanyika, na mtamsha hiyo miungu itakwenda kwa kasi kwenu. Sasa lazima tuwe waangalifu wa Kristo. Si kila mchango familia atakao toa mchango, mingine inakuunganisha upe na hiyo miungu. Haleluya! Ndio kukata kitovu. Lazima tuwe na maisha ambayo tutakuwa kinyume na miungu isipate mlango kwetu. Kama mtoto wako mmuita jina la baba yako, anza kumwambia jina lisipige, sababu kwenye jina kuna nguvu. Sasa huu mfumo ambao tumeutafakari leo, ndivyo na hukumu miungu yako na kukosa nguvu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo la Wakristo wengi, tunapenda sana Yesu, lakini tunapenda na mila zetu kuliko Kristo wetu. Si kila mila ni mbaya, lakini kuna mila imeletwa na shetani kwenye familia, inapofanywa kazi inamsha miungu, ili miungu iwe na nguvu kwenye familia na kwenye ukoo. Kwa hiyo anza kujifunza kujitenga na ibada za kifamilia ambazo zinamsha miungu ya kwenu. Lakini kwa wewe ambao unamjua Bwana vizuri, kwenye semina hii imejenga madhabahu ndani yako. Hiyo madhabahu ianze kukupa mfumo wa maombi ya kujitenga. Bwana Yesu asifiwe. Na jicho jepesi kabisa ni hili: aina yako ya maisha ilinganishe, inatofautiana na ndugu zako kwenye ukoo wenu, familia yenu, na wewe ulivyo. Je, kuna vitu vingapi mnafanana ambavyo ni mateso kwenye familia nzima? Mfano, magonjwa. Kuna familia asilimia kubwa ugonjwa mkubwa ni sukari. Ujue ni madhabahu ipo kwenye familia, imefunuliwa kwa kisukari. Familia nyingine ugonjwa nao wengi sana ni pumu, wengine kifafa, wengine kansa, wengine pressure. Sasa kama haya nayaona kwenye familia yamejaa, anza kulipa gharama ya kujitenga kwa maombi. Ni madhabahu ipo kwenu, lipa gharama kujitenga. Lakini tenga na watoto wako, tenga na wazazi wako kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Tumalize hapo, maana mambo ni mengi muda mchache. Tumalize kwenye kitabu kile cha haya ni matokeo ya mfumo mpya wa maisha. Ipo kwenye waraka wa kwanza wa Petro 2:9-10. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9-10. Udhihirisha kuhukumia miungu. Kuna mfumo mpya wa maisha unazaliwa, ambao unadhihirika mwilini, si rohoni tu, lakini unadhihirika mpaka mwilini. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9-10. Biblia inasema hivi: bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu,
mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa mkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Bwana Yesu asifiwe. Hii mistari tunapoisoma tunaiangalia sana kiroho, lakini hatuivuti kwenye maisha yetu ya nyama na damu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaposema taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu ni rohoni na mwilini. Lakini sisi tunaivuta rohoni zaidi, hatuivuti mwilini. Kama sisi ni taifa takatifu, lazima tutenge na magonjwa ya kimisi. Kama sisi ni taifa takatifu, lazima tutenge na umaskini. Kama sisi ni taifa takatifu, lazima tuliokoka, maisha yetu ya mwilini yawe tofauti na ambao hawajaokoka. Tuone zile ahadi za Ibrahimu na Isaka ziko wazi kwetu. Ndio tafsiri ya taifa takatifu, tuwarithi wa Ibrahimu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 28:1 hadi 14, ukilinganisha na maisha yako, hata 10% hauna. Ili uwe taifa takatifu, lazima ahadi za Ibrahimu uzidi maisha yako. Yule Mungu wa Ibrahimu, watu wakimtafuta aonekane kwako. Kwa nini? Taifa takatifu ni rohoni na mwilini. Ndio maana Biblia imesema wazi kwenye waraka wa kwanza wa 3 wa Yohana ile mstari wa 2, anasema mpenzi, ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwapo. Sasa inakuaje? Tunafanikiwa rohoni lakini mwilini hatufanikiwi. Kuna shida kidogo. Sababu kama ni taifa takatifu, mzao teule katika rohoni, ni lazima tuivute ije mwilini pia. Ni lazima hata kumtafuta Mungu wetu wamuone katika maisha yetu. Tunapohubiri Injili, lakini maisha yetu yamfunue Mungu wetu. Tunahubiri Injili ya Yesu aliyeumba mbingu na nchi, ardhi yake, mbingu ni zake. Hapo anasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Sasa kama ni taifa takatifu, lazima fedha uipate. Kama ni taifa takatifu, lazima uwe na afya. Sema na kuwa na afya yako. Sasa taifa takatifu, lazima tupambane magonjwa ya Misri yasiwepo kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ameenda kupima juzi hapa, nikaambiwa presha imeshasogea. Kwa Yesu, imetokea wapi? Nikamuuliza imetokea wapi? Alafu nimkuta daktari wa kwanza akasema kwa presha hii uanze kunywa dawa. Kanipa pakiti 3. Kaambia Yesu, imetokea wapi? Imetokea wapi? Alafu akaniambia nitakupona. Nitakupona. Kaambia asante. Narudi kupima tena, imeshuka sinywa dawa. Kaangalizia tena, kesho tena. Nimepima tena, haipani, inashuka. Kaambia Yesu asante. Ile ni gharimu. Naombe watu wanapona pesa, mimi na pressure. Dinaingilianaje hapo? Kaambia Yesu, sijakuelewa kwenye hili. Hapo akaniambia hii pesa imetokea kimama, sio ya kwako. Nizuio usihubiri semina kimama. Kwa nikitoka hapa, niacha narudi sina pesa. Kutoka na damu nitakuachia hapa Saulina. Kwa nini? Imekuja hiyo vita, semina sio. Sasa Bwana akafanya semina imefanyika, kutoka damu kumeisha na presha imesha. Kwa nini? Mungu aliye naye anaponya presha. Haleluya. Kwa hiyo ni vitu natakiwa ujue haki zako za msingi.
Wewe ni taifa takatifu, pressure inakalia wapi? Taifa takatifu kiskari kinakalia wapi? Alivyo rohoni, hivyo mwilini. Kwa vitu vingine mpenda tukatae. Mwambie Yesu, kama ni taifa takatifu, huu ugonjwa sio kwangu, ni wa Misri, sio kwangu. Na ng'ana kwenye moyo mpaka kimetokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame watumishi wa Bwana. Leo natoa nafasi kwa mtu anataka kuokoka. Tumejifunza kwa siku kadhaa. Kama anataka kumpa Yesu maisha, hii nafasi ipo. Unafuatilia Facebook na YouTube, unataka kuokoka, unataka kumpa Yesu maisha, tutafanya maombi. Lakini ulioko hapa ndani unataka kuokoka, sogea mbele tuombe pamoja. Umesikia mafundisho kwa siku hizi, upo tayari kumpa Yesu maisha yako, njoo hapa mbele, utapata. Hii ni maombi special. Ewe ni mheshimiwa, mambo tuliojifunza, hatua ya kwanza muhimu ni kuokoka. Wapendwa, anatuhamisha kwenye ufalme wake, kuna baraka tena. Sasa kama hujaokoka, uko hapa na unatamani Yesu akutendee tuliojifunza, njoo mbele uokoke. Hujampa Yesu maisha, sema na Mwokozi wa maisha yako, sogea hapa mbele kwanza. Nataka tuombe na hao watu, ni watu muhimu sana. Biblia inasema mbinguni ni furaha kubwa sana mwenye dhambi mmoja anapotubu. Unatamani Mungu akuhamishe, akutoe na magonjwa ya Misri. Nitakuwa nakisema nesi yuko pale, mama yangu alikuwa ananisaidia hospitalini pale. Tumecheki pressure jana, imekuwa 130 na amesema mtumishi, mambo yako sawa sawa. Kwa hiyo inawezekana kupona pressure, inawezekana kupona kansa, lakini hatua ya kwanza ni kuokoka. Haleluya. Wote mmeokoka? Wote mmeokoka wapendwa? Bwana asifiwe. Tutakwenda kwa muda mfupi, muda wetu umesogea kidogo. Ndio sana tabora kwenye mitandao, unafuatilia Facebook, unafuatilia YouTube na TikTok. Tumejifunza kwa siku kadhaa. Umeelewa labda kwa nyuma unaogopa kupita mbele, fanya toba na kwenye mitandao ya kijamii. Tutafanya toba pamoja. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimesikia habari njema za ufalme wako. Naomba nisamehe dhambi zangu zote ambazo nimefanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo Yesu. Bwana Yesu, ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uhai wako uwe ndani yangu hata uzima milele. Ninaomba unihamishe kutoka ufalme wa giza, uniingize katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Yesu, kuanzia leo ninatangaza mimi ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, kwa jina la Yesu, amen. Nataka leo wamama tusogea hapa mbele. Wamama umeshazaa, tuje hapa leo tuombe. Wamama tuje leo tuombe, na baba pia kama ushazaa njoo tuombe. Kuna kizazi tumekiharibu wakiwa tumboni. Tumeharibu kizazi kupitia viuno. Mungu aliona athari ambayo ataipata Samson, akamtenga na tumbo la mama yake. Mungu
Mungu alimuona Yeremia amebeba vitu vikubwa vya utumishi, sema toka tumboni na alikutenga. Twende tuombe kwa Bwana. Mtoto wako umempa jina la baba yako, jina la mama yako, achilia toto mwambie Bwana Yesu, hiyo mbingu na hukumu kwa mwanangu isiharibu maisha yake. Lakini mama, hiyo mimba uliitungaje? Wengine walikuwa wamelewa, wengine kwenye uzinzi. Sasa kuna maisha yameachiliwa kwa mwanao. Unapofanya huduma mjini, nakuta mabinti wengi wana hali mbaya, inatisha. Mungu ananiambia huyu binti hana kosa, ni mama yake, ni mama yake. Na moja dhambi mbaya sana kwa wamama, una mimba halafu unapeleka kwa mume mwingine ambaye si aliyeweka mimba. Ni uchawi kwa mwanao mbaya sana. Una mimba ya kwako, aliyetunga mimba ni mwingine, unaenda kulala na mwanamume mwingine. Katika hali ya kiroho, mtoto amemharibu sana, umemharibu mtoto. Kwa hiyo unajua nini ulikifanya, ni saa kuanguka kwa Bwana. Hawa watoto wanatulilia, nafsi zinatulia kwamba kama si mama. Nilikuwa naombea mama mmoja, sasa ni mama, akati namwombea amefungwa sana. Mungu akamsemesha kwamba kwa nini una shida? Mungu akamwambia, mama yako alikupeleka kwa mganga. Bibi yake alimhadisia kwamba mama yako ulipokuwa na mimba ilifungwa, akaenda kwa mganga ili ifunguliwe. Sasa yule mganga aliyeifungua ile mimba, ule mganga ukahamia kwa mtoto, akawa ni mchawi wa kutisha, halafu anampenda Yesu. Chanzo ni mama kampeleka kwa mganga. Mimba ulipeleka kwa mganga gani? Ulipeleka kwa wanaume wangapi? Tunakwenda kufanya toba kwa Bwana. Mwambie tu Mungu ingilie kati. Lakini watoto wetu wana hali mbaya. Umezaa mtoto na mme wa mtu kakupa mimba, mme wa mwenzako umemchukua, umezaa huyo mtoto, umemzaa hatiani kama Daudi, ameumbwa hatiani. Kwa hiyo watoto wanatulilia sasa hivi, wanateseka, ndoa hazikaliki, ndoto zinakufa. Kwa nini? Mtoto wa Daudi anaitwa ni nani? Tamari. Nani? Mtoto wa Tamari amejitunza, ni bikira, kaka yake akambaka. Anaitwa nani? Amnoni akambaka. Yule binti akarua vazi, akatembea, analia mwaga majivu kichwani. Lakini ni kosa la Daudi kwenda kuzaa na mke wa mtu, akaamua mumewe, akaamua Betsheba. Ghadhabu imekula watoto, wakabakana, wakauana. Taifa likaingia vitani kwa dhambi tu ya Daudi. Wa baba, tumeenda kwa wake wa wengine, tumeleta laana kwa watoto wetu. Tunataka tumwambie Mungu, hii nafasi ndogo tuhukumu hiyo Mungu kwa toba, isiwe na nguvu ya kupiga vizazi vyetu. Watoto wetu wasikae hapo, maana wana machozi na hata natulie kwa haki. Hapo sema watoto hawasikii. Uliwazalia wapi? Uliwawekaje tumboni? Uliwaletaje duniani? Sasa kile tumekipanda ni machozi kwa watoto wetu. Mama shika tumbo, baba shika kiuno. Taseme, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu tunasimama mbele zako leo kwa ajili ya kuhukumu miungu ya baba zetu ambao tumeipa nafasi
kupitia maisha yetu na ya baba zetu. Mungu, ninaomba toba kwa ajili yangu. Mimba yangu ilipotungwa na ya baba na ya mama, kuna uovu wa vizazi vinne nimerithishwa na hiyo miungu kupitia asili ya baba yangu na ya mama yangu, na hiyo asili nimerithisha watoto wangu. Mungu, ni rehemu, naomba nisamehe. Sikujua uovu ulipo kwa watoto wangu, nimeurithi kwa baba zangu na mama zangu, na nimerithisha watoto wangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema, naachilia damu ya Yesu kwenye kitovu na kiuno, naachilia damu ya Yesu ikanene mema. Huo muunganiko wangu na watoto wangu ambao umetoka kwa baba zangu kwa vizazi vinne, leo ninaukata kwa jina la Yesu. Huu muunganiko wa miungu leo ninaukata kwa damu ya Yesu, maana umesema katika habari ya kuzaliwa kitovu hakikukatwa. Kila kitovu cha mama na viuno vya baba vilivyobeba hatima mbaya kwangu, leo ninakata huu muunganiko wa vizazi vinne kwa jina la Yesu, na ninakata huu muunganiko nilioanzisha mimi na vizazi vinne. Ninaukata kwa damu ya Yesu, ninaukata kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, watoto wangu sikumzalia shetani, watoto wangu nimekuzalia wewe, nami nasimamisha damu ya Yesu kwenye kitovu, nasimamisha damu ya Yesu iwatenge watoto wangu na asili ya vizazi vinne. Hiyo damu ya Yesu iwatenge na mapatilizo na magonjwa na uharibifu wa kila namna kwa jina la Yesu. Kila laana ambazo zimenipiga na zinatafuta kupiga uzao, kwa damu ya Yesu inawatenga na huo uzao, inawatenga na huo uovu. Uzao wangu na vizazi vyangu inawatenga na asili ya baba yangu. Ulimwambia Ibrahimu, toka katika nyumba ya baba yako, nami leo kwa damu ya Yesu inatoka katika nyumba ya baba yangu, ile nyumba iliyobeba umaskini, iliyobeba ufukara, iliyobeba magonjwa ya ukoo, magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya miguu, magonjwa ya mgongo, magonjwa ya pumu, magonjwa ya kansa, inatoka kwenye nyumba ya baba yangu na uzao wangu kwa damu ya Yesu. Kila laana za kurithi kwenye ukoo nazonipiga na uzao wangu, leo nazikata, leo nazikata kwa damu ya Yesu, inazikata kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, inatangaza msimu mpya wangu na uzao wangu. Enyi miungu ya ukoo mliotumikiwa kwa vizazi vinne, leo kwa damu ya Yesu inawahukumu kwa damu ya Yesu. Natangaza leo, ardhi sikia, hiyo miungu ya baba zangu na mama zangu kwa damu ya Yesu inaihukumu, inaikata kwenye maisha yangu, inaikata kwenye maisha yangu. Hiyo miungu leo naikataa kwa damu ya Yesu. Miungu ya baba zangu, achilia maisha yangu, achilia maisha yangu leo. Damu ya Yesu iwahukumu, damu ya Yesu iwahukumu. Tangu leo maisha yenu nawarudishia, maisha yenu nawarudishia, na maisha ya watoto wangu, kizazi cha kwanza na cha pili na cha tatu na cha nne, kizazi changu na kitenga kwa damu ya Yesu.
na kikabidhi kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Mungu aliye hai, leo nakukabidhi vizazi vyangu kama Ibrahimu alivyokabidhi vizazi vinne kwa njia ile sadaka moja aliyeitoa, alikabidhi vizazi vinne. Nami leo kwa ibada hii na madhabahu hii tuliyokujengea, Bwana, vizazi vyangu vinne na vikabidhi kwenye madhabahu yako, ili ahadi za Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baraka za msalaba wa Kristo Yesu, Bwana, zikachipuke kwa uzao wangu na vizazi vyangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anza kuomba mwenyewe sasa. Kama ni toba, pita kwa toba. Kama unachomeza na mume wa mtu, hiyo ni laana toka na kwa uzao wako. Kama mtoto wako alipeleka hiyo mimba ukazina mume mwingine, angali una mimba, achilia toba kwa Bwana. Hii ni saa kurudi tena laba, ni saa kurudi toka siku mimba imetungwa. Maana Daudi alipoanguka, Mungu akamwambia Daudi aingia kwenye toba. Akaanza toka siku mimba imetungwa, akasema mama yangu alichukulia mimba atiani na aliumba katika hali ya uovu. Hii ni saa Baba, rudi tena ulimwengu wa roho, anza kuzaa mtoto mmoja mmoja. Mwambie Bwana, una vitu niliviachilia hawa watoto wangu niliwazaa katika hasira, mimba ilitoka katika ghadhabu, katika magomvi, katika ulevi, katika rushwa, katika uharibifu. Mwambie Bwana, narudi na wazako upya na waleta madhabahuni. Hiyo damu ya Yesu ioshe CV zao, hiyo damu ya Yesu itakase maisha yao ambao ni milia haribu, lakini wani mama, anza kuwapeleka moja moja kwa majina yao. Mwambie Bwana, namleta fulani, ili mnajisi akiwa tumboni, ili mloga akiwa tumboni, ili kwa mtukanaji, ili kwa mzinifu, ili kwa mlevi, ili fanya hiki na kile. Rudi kwenye toba. Unapoachilia maombi, ndivyo unavyohukumu hiyo miungu isipige uzao wako, ndivyo unavyohukumu hiyo miungu iachilie uzao wako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, Baba, ninaomba toba, ninaomba toba, naomba rehema, ninaomba toba chini ya kusanyiko hili, wanaofuatilia Facebook, wanaofuatilia YouTube, ninaomba toba, naomba rehema. Baba, tumetenda maovu, Baba, tumetenda maasi, umenajisi uzao, umenajisi uzao kupitia ulevi, tumenajisi uzao kupitia uharibifu, umenajisi uzao. Baba, tunaomba toba, tunaomba toba. Anza kung'ang'ana, anza kung'ang'ana. Achilia toba Facebook, achilia toba YouTube, achilia toba. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu wa Israeli, wewe peke yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele za uso wako, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Unatujua vema Baba, tunawaleta watoto zetu mbele za uso wako Bwana. Achilia ukombozi wako, achilia ukombozi wako, achilia ukombozi wako, achilia ukombozi wako, achilia ukombozi wako katika ndani ya vizazi vyetu. Achilia ukombozi wako katika jina la Yesu wa Nazareti hai. Karabosa kanaramosaika ikirianda ramasaka. Endelea kusema na Bwana, endelea kusema na Bwana. Saoleza, endelea kusema na Bwana, endelea kusema na Bwana. Damu ya Yesu iachie rehema, damu ya Yesu iachie ukombozi, damu ya Yesu iachie utakaso katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndiye Mwokozi, ndiye Abena, ndiye Niko, ndiye Mfalme. Peke yako, peke yako, peke yako unaofanya jambo jipya, unaofanya jambo jipya. Uliweza kufufua mifupa ikawa na damu aliyo hai. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, unajua uzao uliozaliwa, unajua kizazi kilichozaliwa. Mungu, kwa tabia zilizoko na miungu iliyoko, katika jina la Yesu tunategemea damu yako, tunategemea damu yako, damu ya ukombozi, damu ya ukombozi, damu ya ukombozi ambayo unakomboa saa hii, unakomboa saa hii. Hayo matumbo yaliyotoa watoto unakomboa saa hii, hivyo viuno Bwana vilivyotoa watoto unaachilia ukombozi, unaachilia ukombozi, unaachilia ukombozi, unaachilia ukombozi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana. Iko nguvu sasa juu ya uzao wako, iko nguvu sasa ya ukombozi, iko nguvu sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova kwa ajili ya ulisho wako Bwana, kwa damu ya Yesu
Kristo. Asante kwa sababu ni Mungu ambaye unafufua, ni Mungu ambaye unawisha, Mungu ambaye unabadilisha, ni Mungu ambaye unakosoa. Achilia damu Yesu sasa, achilia damu Yesu kwenye ile tumbo, hilo ni lango la uzao. Peleka damu Yesu kwa imani kwenye viuno vyako, lango la watoto wako. Mwambie Yesu, ninapoachia damu Yesu, ifuate nafsi ya watoto wangu, ifuate uzao. Peleka damu Yesu, achilia damu Yesu, ile inanena mema zaidi ya maombi yako. Una vitu vingine huwezi kuenda, lakini damu inajua mtoto wako amefungwa wapi. Hiyo damu ya mkombozi, hiyo damu ya ukombozi. Peleka damu Yesu kwenye viuno, mwaga damu Yesu kwenye viuno. Peleka damu Yesu viuno vya ukoo, peleka damu Yesu, peleka damu Yesu kwenye tumbo lako. Achilie damu Yesu, hiyo damu ipite kwa watoto, kwa wajukuu, vitukuu na vilembe. Peleka damu Yesu kwa imani, peleka damu Yesu, peleka damu ya Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuachia damu ya Yesu, endelea kuachia damu ya Yesu, na kuitia damu ya Yesu, endelea kuitia damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kutia damu ya Yesu, endelea kutia damu ya Yesu kwenye tumbo lako, kwenye viuno vyako, kwa watoto wako. Endelea kutia damu ya Yesu katika jina la Yesu, kwa damu ya ukombozi, kwa damu ya msalaba, damu ya Kalvari, damu ya Golgotha inayonena kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yenye nguvu, damu yenye uweza, damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndio endelea kukamata hicho kitovu chako, endelea kukamata hicho kiuno chako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ziko ngome zinaachia, ziko ngome zinaachia, damu ya ukombozi, damu ya msalaba, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Endelea kumwita Bwana, endelea kumwita Bwana, endelea kumwita Bwana kwa jina la Yesu. Yesu yupo kazini, damu yake ipo kazini, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya msalaba, damu ya ukombozi ndiyo inakomboa. Tangaza roho ya ufufuo, achilia roho ya ufufuo, achilia roho ya ufufuo. Mwambie Bwana Yesu, inafufua uzao wangu. Tangaza roho ya ufufuo, inafumua makaburi. Hata kama nafsi zimeota makaburi, makaburi ya zinaa, makaburi ya ulevi, magereza mbalimbali, hebu tangaza, mwambie Yesu, ile nguvu yako iliyopasua miamba iko hapa, ile nguvu iliyopasua makaburi, haya makaburi yaliyokamata uzao, yaliyokamata uzao, hiyo roho ya ufufuo naituma sasa, iwafate mjini, iwafate magereza, yafumuke watoke, makaburi yafumuke, hiyo miamba iliyoshikilia inapasuka sasa. Tangaza kwa imani, tangaza, omba roho ya ufufuo, tuma roho ya ufufuo ipite kwenye uzao, ipite kwenye uzao. Wale makahaba, hayo ni makaburi, yanapasuka, wanatoka, yanapasuka, wanatoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Wewe ni mwaminifu Bwana, makaburi yanafunguka, ngome zinapigika sasa, ngome zinapigika sasa, ngome zinapigika sasa, miamba inapasuka sasa, nguzo zinakatika sasa kwa jina la Yesu Kristo. Weza miongo zinapigika sasa kupitia hiyo damu ya Yesu, kupitia hiyo damu ya Yesu. Vifungo vinafunguka sasa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Zawala zinaachia kupitia damu ya Yesu, mioyo zinaachia kupitia damu ya Yesu. Damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba. Kokote likofungiwa, iko damu ya mkombozi, iko damu ya msalaba inakwenda kufungua kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Damu ya Kalvari, damu ya msalaba inayonena mema, ndiyo inanena mema kwa watoto wako, inanena mema kwa wajukuu wako, inanena mema kazini kwako, inanena mema kwenye macho yako, inanena mema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwenye mipango yako iko damu ya Kalvari, iko damu ya msalaba, katika jina la Yesu. Damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila vifungo vinaachia kupitia damu ya Yesu, kupitia damu ya Yesu, kupitia damu ya Yesu. Ndio kumwambia Bwana, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Nila zinakatika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Weza umaskini zinaachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya za kuzala zinaachia kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inakomboa watoto, inakomboa familia. Damu ya Yesu Kristo, damu ya msalaba, damu ya msalaba, katika jina la Yesu. Amen, amen. Mungu wangu awabariki. Amen. Mpigie Yesu makofi mengi mengi. Mpigie Yesu makofi mengi mengi. Basi naomba tukaketi, naomba tukaketi.